Hello, habari. Kwa majina yangu mimi naitwa Dr. Mary, ni mtafiti na mtabibu wa tiba asili. Karibu sana kwa wewe ambaye ni mgeni katika hii video, na kuomba usubscribe, share kwa wengine nao wakapate elimu nzuri ambayo naenda kukuletea sasa hivi. Elimu hii ya huu mmea unaitwa mlangamia, kwa jina lingine unaitwa mtutukanga. Kwa hivyo huu mlangamia una faida nyingi kiroho na kimwili pia. Mlangamia huu unauona hauoti kama miti kama inavyoota shina pamoja na mizizi. Huu mlangamia huwa unarukia juu ya miti mingine. Unavyoanza kuota, ukiota tu kidogo ule huwa unarukia juu ya miti mingine. Kwa hivyo shina huwa linakatika kipindi ukiwa mdogo sana, huu mmea wa mlangamia, na shina lake huwa linapotea kabisa. Kwa hivyo unavyoota huwa unaota ni kidogo, kimti kidogo sana, lakini baadaye kikishika mti wowote kinaruka juu na kukatika shina lake. Kwa hivyo mlangamia unaouona huu ni mti wenye maajabu makubwa sana. Sasa leo naenda kukufundisha namna ya kutatua changamoto ya kiroho katika nyumba yako kwa kutumia kiazi cha huu mti wa mlangamia au mmea huu wa kambakamba ambao unauona hapo katika huo mti. Kwanza kabisa lazima ujue namna ya kupata kiazi chake. Njia zipo nyingi mbalimbali, lakini nataka nikufundishe hii ambayo naitumia mimi kila mara katika kutafuta hiki kiazi cha mlangamia. Unatakiwa utafute sukari ya kawaida, iwe ni brown sugar au sukari ya kawaida. Ukishafika katika huo mti ambao unaona mlangamia uko juu yake, utaenda kusafisha eneo lote, utasafisha, alafu utamwaga sukari kidogo kidogo, na mwaga kote kuzunguka huo mmea ambao mlangamia uko juu yake. Ukimaliza hapo utauacha kwa masaa. Kwa mfano unaenda asubuhi unasafisha, ukishamaliza utaenda jioni kuangalia. Ukifika hapo tena katika hilo eneo utakuta kuna sisimizi au kuna unyevunyevu ambao kuna sisimizi wako pale katika huo unyevunyevu, basi hapo ndipo kiazi cha mlangamia kipo. Kiazi hiki cha mlangamia utakichimba, na ndio maana unatakiwa uende na sukari kwa ajili ya kutoa sadaka katika mmea. Ukishatoa sadaka yako hiyo, ushaitoa asubuhi, jioni unaenda kukichimba kiazi chako, unarudi nacho nyumbani kwako. Ukisharudi nyumbani kwako na kiazi cha mlangamia, utakikausha, utakikatakata, utakikausha. Ukishakikausha, unga wake utakuwa unachanganya na vitu kwa ajili ya kuweka kinga katika mji wako. Huo unga wake utakuwa unachanganyia na vifaa vingine kwa ajili ya kuweka kinga nyumbani kwako, kwa sababu kinga inatumiwa na vitu vingi. Unaweza ukachanganya na mkaa, unaweza ukachanganya na ndulele, huo unga ukafunga na kitambaa cheusi ukaweka katika mji wako katikati, au unaweza ukatengeneza dawa ambayo una mchanganyiko wa kiazi cha mlangamia kwa manuizi ya kukinga mji wako, na ukachimbia katika pembe nne za nyumba yako, au ukaweka katika jumba la konokono, ukaweka katika mji wako katikati, kwa kunuia kukinga na kuzuia ubaya katika mji wako usiingie, na mabalaa yote yasiweze kugusa mji wako. Kwa hivyo hizo ndo faida za kiazi cha mlangamia ambacho utakuwa umekipata kwa njia hiyo ambayo nimekufundisha hapo, mpendwa mtazamaji wangu. Lakini pia hizi kamba ambazo unaziona hapa za mmea wa mlangamia ni kamba nzuri sana za kufungua vifungo. Unaweza ukachukua kamba fungu moja au mafungu mawili, ukachukua na kivumbasi, ukaweka na halititi na karafumaiti, ukatengeneza nyungu kwa ajili ya kujifushia, kuondoa changamoto zako. Lakini pia unaweza ukatengeneza unga wa kamba za huu mlangamia, ukachanganya na unga wa miti mingine ambayo ni fusho la kujifushia, kufukuza viumbe wachafu katika mwili wako.
Ukishamaliza kujifushia, fanya zoezi lako kila siku asubuhi na jioni, unajifushia kwa kujifunika na nguo nyeupe, kufukuza ubaya, ili uwe msafi, ili uwe na nuru, uwe na mwanga. Unajifunika, unajifushia dawa yako kabisa, unakuwa mtu safi na mtu imara katika kiroho. Lakini mlangamio unaouona huu, hizi kamba zake ukichanganya na mizizi ya mnyonyo, ni tiba nzuri sana kwa ule mwanamke ambaye amekaribia kujifungua. Mwanamke ambaye amekaribia kujifungua hutengenezewa hii dawa, kamba za mlangamia pamoja na mizizi ya mnyonyo, zote zikiwa mbichi. Unatwanga katika kinu, unaweka na mizizi, unatwanga pamoja, unachuja, unaweka kwenye glasi, unampa mjamzito anakunywa. Na anatakiwa mjamzito huyo ambaye amekaribia kujifungua anywe mlangoni. Akishakunywa mlangoni, anashusha chombo chake chini, kama ni kikombe, kama ni glasi, basi akishamaliza kunywa anaiweka pale chini, ishara ya kujifungua salama, kufungua mlango. Na ndio maana anatakiwa akae katika mlango, ili kwa ajili ya kufungua vifungo vya kiroho. Kwa hivyo mizizi hii ya mlangamia ni tiba nzuri sana. Mmea wote wa mlangamia unafanya vizuri sana kwenye vitu mbalimbali, tiba mbalimbali, unatumika kwa kila aina ya tiba. Mlangamia unauona huu au mtutukanga huu. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, nimekupa tu faida hizi 3, kazitumie zikusaidie kuondoa changamoto zako. Sio kila changamoto unakuwa unateseka nayo wakati una mimea inakuzunguka hapo katika mashamba yako, katika mji wako una miti. Haya, kafanyie kazi tiba hii ambayo nimekufundishwa. Mimi naitwa Dr. Mary, ni mtabibu na mtafiti wa miti mbalimbali ya kiroho, na katika mazingira yetu tunazo tiba mbalimbali, ushauri na dawa pia. Na kukaribisha sana popote ulipo. Bonyeza alama ya kujumlisha 255787232081. Utatupata popote ulipo. Mpendwa mtazamaji wangu, tutaonana katika